Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Mambo vipi mtazamaji wa PMTV, karibu kwenye updates za kimichezo ambazo zimeandaliwa na jopo zima la michezo, lakini zikisomwa nami Raymond Elias. Na kwenye update hizo za kimichezo tupo na mengi, tupo na dirisha la usajili. Tunafahamu kwamba dirisha la usajili lilifunguliwa tangia tarehe mosi ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, litafungwa mwishoni mwa mwezi huu. Sasa kila klabu inajaribu kuweza kufanya maboresho ya vikosi vyao. Wapo ambao wanazungumza kuwepo ndani ya Simba kusajiliwa, lakini wapo ambao wanazungumza kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Lakini bila kusahau tupo na Young Africans pia nao ambao inatajwa kuna baadhi ya majina ambayo yanatakiwa kuondoka, lakini hapo majina ambayo yanatakiwa kuingia. Nani wamebaki na nani wameondoka? Salia nasi PMTV. Yes, na tunaanza na mitaa ya Msimbazi, mitaa ambayo Simba ama Wanalunyas ndio mitaa ambayo wamekuwa wakijidai sana kwa kufanya mafanikio mengi wakiwa katika mitaa hiyo. Na sasa tunafahamu kwamba klabu ya Simba iliweza kumsajili kocha Steve Barker kutoka ndani ya klabu ya Stellenbosch akiwa kama kocha mkuu. Na sasa baada ya kuweza kutua ndani ya klabu hiyo, amefanya assessment ama ameweza kuchunguza kikosi ambacho yuko nacho, na amekuja na ripoti ambayo imefikishwa mikononi kwa viongozi. Na ripoti yake inazungumza kwamba kocha Steven Barker anahitaji wachezaji 5 wapya ndani ya klabu ya Simba katika dirisha hili dogo, na ameweza kuzitaja nafasi ambazo anazihitaji katika ndani ya timu hiyo. Amezungumza kwamba anahitaji beki mpya wa kushoto, lakini pia anahitaji kiungo namba 8, lakini pia anahitaji kiungo mshambuliaji, lakini pia anahitaji winga mmoja, bila kusahau anahitaji beki mwingine wakati ndani ya klabu ya Simba. Lakini pia ameweza kunotify kwamba kiungo mmoja mshambuliaji anatakiwa kutoka South Africa ambaye tayari jina analo, lakini pia beki wa kushoto pia anatakiwa kutoka nchi ya South Africa ama Afrika ya Kusini. Ni nani na nani ambao watatua? Zipo tetesi ambazo zinazungumza baadhi ya wachezaji ambao wameshawahi kufanya nao kazi akiwa na club ya Stellenbosch. Lakini pia tukisalia hapo ndani ya klabu ya Simba, klabu ya Simba hatimaye imeweza kumpa mkono wa kwaheri kiungo punda Mzamil Yassin Selemba ambaye amedumu kwa muda mrefu sana ndani ya kikosi cha Msimbazi. Nakumbuka aliweza kusajiliwa miaka 10 iliyopita, msimu wa 2016-17 ndio ulikuwa msimu wa kwanza Mzamil Yassin akiwa ametokea ndani ya klabu ya Mtibwa wa Sugar, lakini hivi sasa inasemekana kwamba amepewa mkono wa kwaheri na anatua ndani ya klabu ya Tabora United ambayo amesaini nayo kandarasi ya miaka 2 ya kuwatumikia watoza kodi hao ambao kwa sasa maskani yao yanapatikana jiji la Dar es Salaam. Lakini pia tukiondoka ndani ya mitaa ya Msimbazi na tukienda kutua mitaa ya Jangwani ambako tunafahamu unapatikana klabu ya Young Africans, klabu ya wananchi ambao ile ndio mitaa yao kujidai. Sasa kwenye kujidai huko bwana, jana kulikuwa kuna mchezo wa nusu finali ya michuano ya Mapinduzi inayofanyika huko visiwani Zanzibar, ambapo tulimuona meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Young Africans, nikiwa namzungumzia Adi Shaban Kamwe, akiwa ameingilia uwanjani akiwa amevalia jezi ya Vipers ambayo nyuma ikiwa imeandikwa Health, lakini pia ikiwa imeandikwa jezi namba 10. Na tunafahamu kuna tetesi ambazo zinazungumza kwamba klabu ya Young Africans imeshalipa zaidi ya milioni 600 kwenda ndani ya klabu ya Vipers ili kuhakikisha wanaipata saini ya kiungo mshambuliaji wa Uganda na pamoja na timu hiyo ya Vipers Alan Okello. Na inazungumzwa kwamba kila kitu kishafanyika na kijana huyo kutoka Uganda amesaini kandarasi ya miaka 2.5 kuendelea ya kuingia kuitumikia klabu ya Young Africans. Lakini pia tukisalia hapo ndani ya klabu ya Young Africans, tetesi zinazungumzwa kwamba klabu ya Young Africans imetumia zaidi ya milioni 700 kuweza kumshawishi mshambuliaji raia wa Angola Depu kuweza kuingia ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani. Na inazungumzwa kwamba kijana huyo kutoka Angola ambaye ashawahi kufanya kazi hapo awali na Pedro Goncalves atatua visiwani Zanzibar hivi karibuni. Hivyo basi hata kwenye mchezo wa fainali wa michuano ya Mapinduzi inatarajiwa akawepo uwanjani ili kuweza kulishuhudia chama lake lipya. Depo ameshawahi kufanya na Pedro Goncalves kazi katika timu ya taifa ya Angola ambako alifanikiwa kucheza michezo 18 akiwa amefunga mabao 15 na anafanikiwa kusajiliwa na Young Africans ikiwa ni mahitaji ya kocha mwenyewe, akiwa anahitaji kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji baada ya klabu hiyo kuweza kutemana na Andy Boyeli. Na hizo ndo updates za kimichezo ambazo tuliweza kukusanyia PMTV, lakini pia kwa habari zingine zote za kimichezo endelea kusalia nasi, endelea kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook
Twitter, website ambayo ni pmtv.co.tz. Lakini bila kusahau, wanaotupa nguvu ama wanaofanya sisi tuweze kukuletea habari hizi za kimichezo ni kampuni nambari 1 kwenye masuala ya ubashiri, yani kampuni namba 1 ambayo inahusika na michezo ya kubashiri, ambako ukifanya bashiri zako huko hutoishia kupata pesa peke yake, bali utaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Michuano ya AFCON inaendelea kuendelea huko Morocco. Endelea kuitumia michuano hiyo kuhakikisha unajipatia pesa kutoka PMBet, lakini pia unajipatia na gari kutoka PMBet ambayo ni Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Jina langu ni Raymond Elias.